Karibu katika episodi ya 7. Bidada wa miujiza alikuwa akimwambia Mwamba kwamba anamuonya sana asiwe anaingilia masuala ya muda wala kubadilisha matukio ya aina yoyote yale, na kama Mwamba atakuwa akifanya hivyo, basi itakuja kuwagharimu watu wengi zaidi kwa kitendo cha kuyafanya mambo hayo. Kwa hiyo anatakiwa kuyaacha mambo yaende kama vile ambavyo yalipangwa kwenda. Bidada akawa ameondoka, Mwamba akiwa ameduaa tu. Ghafla tu bana, kuna mtu akawa anakimbia hapa, alikuwa ni mhalifu, lakini kumcheki huyu jamaa anagundua kwamba jamaa alikuwa ameungua upande wa sura wote karibia. Mwamba sasa akaamua kwenda kubadilisha kila kitu ili kirudi kama kawaida. Akarudi katika mwaka 1997 alipoweza kumwona babake anauliwa, alishuhudia mbele ya macho yake. Lakini pia yule mwanamke baada ya kumaliza kufanya operesheni yake kule katika kile chumba akawa anatoka nje, na kweli kabisa akaweza kumkuta yule msaidizi ama kiongozi wa ulinzi, naye pia akaweza kumua kama ilivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo Seyang aliweza kushuhudia babake akiwa anauliwa na huyu mwanamke, na historia ikawa ndo hivyo hivyo. Jamaa hakutaka tena kubadilisha chochote kile, lakini kuna kitu kidogo ambacho Seyang alikuwa amekifanya. Aliuchukua mwili wa babake akaondoa katika eneo lile ambalo ulikuwa umeangukia, akaupeleka katika eneo la store. Mwamba akalia sana akiomboleza mwili wa babake. Kwa nini babake ameweza kumwacha akiwa ni mdogo vile kipindi hicho cha zamani? Hasa yule kiongozi wa ulinzi ambaye katika dunia ya sasa hivi aliweza kusikia siri nzima ya kwamba bwana mdogo ndio Seyang aliyeweza kuachwa kipindi kile, basi alikuwa anamshuhudia huko katika nyakati hizi. Mwamba kitendo cha kuona watu wamekufa sana hapa ndani akawa anakimbia kwenda kutoa ripoti polisi, lakini yule mwanamke wa miujiza akawa amemkamata na akataka kumuua, lakini ghafla tu Mwamba akasema kwamba mwache huyu, atakwenda kutunza siri miaka mbeleni. Basi bana, mwanamke huyu wa miujiza akawa ameweza kumwachilia huyu kiongozi wa ulinzi, na kama angemuua tu manake angekuwa amebadilisha hatima ya miaka ya mbeleni, kwa hatima isingekuwa tena kama ilivyo sasa hivi. Hasa Mwamba Seyang akaanza kufuatilia maisha ya mama yake yalikuwaje mara baada tu ya mume wake kuweza kufariki. Akaanza kumfuatilia Seyang akiwa ni mdogo pindi anapokuwa anarejea nyumbani. Mama yake alikuwa ni mlevi sana, kwa namna ambavyo bwana mdogo alikuwa anateseka baada ya mamake kujiingiza katika swala la ulevi, basi jamaa mpaka akawa anajikumbatia mwenyewe anajifariji. Yani jamaa amekuja kujifariji katika kipindi chake cha udogoni, lakini mwanamama akiwa yuko tungi sana. Leo akawa amepokea barua fulani hivi, lakini akaja kuicheki ile barua, aligundua kwamba ndani yake kulikuwa kuna maokoto kadhaa. Leo ndio siku ambayo huyu mwanamama atakwenda kupata ajali, na ajali hiyo itamlaza kitandani kwa miaka mingi. Na Mwamba akijua wazi kabisa kwamba hawezi akabadilisha kitu chochote kile, sasa akasafiri na kurudi katika dunia ya sasa hivi, kule ambako tulikuwa tukifuatilia movie kuanzia mwanzoni. Alipofika tu jamaa akagundua kwamba hastahili kabisa kubeba mzigo huo wa huyo mwanamke wa miujiza. Moja kwa moja akakitoa kile kidude na kusema kwamba huyu mwanamke ndiye anayestahili kuwa na hichi kidude katika mkono wake daima, kwa sababu sisi sote tunaishi hii leo na tuna amani hii leo ni kwa sababu ya huyu mwanamke. Laiti kama asingeweza kusababisha jambo fulani litokee mwaka 1997, basi nawaambia kwamba mpaka leo hii nyinyi mngekuwa na hali mbaya sana. Dakika hizo hizo Mwamba Sojini akawa amepokea simu, na hii simu ilikuwa inamwambia kwamba tunaomba mfungue milango haraka sana, la sivyo tutafanya malipuzi hapa. Kumbe bana, kitengo cha siri kabisa na chenyewe kilikuwa kimeandaa mabomu hapa ndani, kinahitaji kupata hicho kifaa cha kuweza kusafiri katika miaka. Hasa Mwamba Sojini anazidi kusogea katika mlango akisema kwamba hebu tunaomba mtulie kwanza jamani, tutawafungulia mlango. Wao wakawa wamebonyeza lile bomu liweze kulipuka, lakini huku Mwamba Seyang yuko tayari kumpatia yule bidada kile kidude ambacho kilikuwa katika mkono wake. Na baada tu ya mlipuko kuweza kusikika, basi yule mwanamke akarudisha nyuma mpaka siku moja kabla. Na ukumbuke kwamba kama ni siku moja kabla, maana yake mpaka yule makamu mwenyekiti ataendelea kuwa hai. Watu wote walipoteza kumbukumbu zote, yani kasoro mtu mmoja tu, bidada Sebia. Kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea yeye alikuwa anakikumbuka, na alikuwa anajua kabisa kwamba ameweza kurudi muda kwa nyuma. Moja kwa moja akaelekea katika lile andaki ambapo yule mwanamke alikuwa anashinda, akaamini kwamba anaweza kumkuta huko, lakini kwa bahati mbaya alikuta kuna chupa za soda tu, akuweza kumkuta yule mwanamke. Lakini dakika hizo hizo makamu mwenyekiti naye alikuwa anaingia hapa lengo la kuja kumtafuta yule kaka Jambari, lakini ndio hivyo akakutana na bidada Sebia. Sasa bidada Sebia akiwatazama hawa wawili anakumbuka kwamba makamu mwenyekiti alikuja kufa siku ya kesho, lakini pia hata huyo ambaye alikuwa ni mume wake zamani Sejong naye alikuja kufa siku ya kesho. Jeuri yote ambayo bidada alikuwa nayo kipindi cha zamani akaamua kuishusha kabisa, akaanza kuongea nao kwa upole watu hawa ili kuhakikisha kwamba hatengenezi madhara ambayo angeweza kutokea yangesababisha siku ya kesho hao waweze kufa. Lakini katika hayo maeneo ya maandaki walikutana na mwili ule mwanamke ambaye alikuwa ni mfanyia usafi. Kipindi cha nyuma nadhani utakuwa uliweza kumuona. Sasa hapa inaonekanika kwamba alikuwa amefia huko katika maeneo ya maandaki, wakawa wamembeba wanamtoa katika mitai. Lakini makamu mwenyekiti alimtilia shaka bidada Sebia na kumwambia kwamba ulijuaje kwamba hapa ndio yule mtu anapatikanika? Unajua wewe na mashaka na wewe sana eh. Walipoweza kutoka nje ya ile eneo la andaki, basi moja kwa moja bidada akamchukua yule mzee ambaye ndio mume yule mwanamke mfanyia usafi, akampakia katika gari yake, lakini akamsii sana huyu mwanamama mpelelezi kwamba ni vyema angemtafuta huyu mwanamke mwenye uwezo wa miujiza, ila asimtafute kwa kutumia vyombo vya polisi, bali amtafute kutaka kujua ni namna gani ya kuboresha ulinzi katika yale maeneo yote ambayo yanazungukwa na mionzi mikali sana ya jua, ili kuhakikisha kwamba dunia inabakia kuwa salama, bali asimtafute kwa ubaya kabisa. Lakini wakati huu anaonekanika yule mwanamke wa miujiza akiwa juu kabisa mjengo, akiwa anashuhudia matukio mazima ambayo haya watu wanaendesha. Lakini mwisho wa siku akaelekea katika lile eneo ambalo yule mwanamke mfanya usafi alikuwa ameweza kufia. Akatamani kurudi nyuma ili akabadilishe mambo, ili akawa ameelisha. Hasa upande wa pili tunaonyeshwa kaka Jambazi akiwa anaamka katika
maeneo fulani akiwa amejilaza katika benchi akiwa anaota tukio la namna alivyoweza kumuua yule bwana mama ambaye ni mfanya usafi katika maeneo ya basement. Lakini vikosi vya usalama vilikuwa vikizunguka katika baadhi ya maeneo kuhakikisha kwamba wanakwenda kumkamata kabisa yule mwamba mhalifu. Walitafuta sana, lakini kumbe mwamba alikuwa amejificha katika yale midoli fulani hivi ambayo watoto wadogo wanatumiaga sana kuchezea. Amejificha humo, hataki hata kupumua hata kidogo, kwa sababu akimshtukia tu amekwisha. Lakini kuna mwamba Machale akawa amemcheza, akasema ngoja niangalie kwa humu ndani, huenda mwamba akawa amejificha. Sasa tujajua nini ambacho kilikwenda kujiri. La upande wa pili tunaonyeshwa kwamba bidada Sebia alienda nyumbani kwa mwamba Seyang moja kwa moja. Sasa jamaa akaanza kujiuliza, bidada amepajuaje nyumbani kwangu ikiwa sijai kumuonesha mtu aina yoyote yule? Lakini mwanamama Sebia akasema kwamba umesahau kwamba tulikutanikiaga hapa nyumbani kwako, ndio tukawa tunachunguza picha za CCTV kamera zinazoonesha matukio ya babako kuweza kuuliwa katika lile jumba la masuala ya upelelezi. Sasa ukweli ni kwamba mwamba Seyang kuna baadhi ya vikumbukumbu naye vimeweza kupotea, lakini kumbukumbu za zamani ama vile alivyokuwa amesafiri kurudi katika dunia ya zamani basi anazikumbuka vizuri, ila za sasa hivi kidogo zinamchanganya sana. Lakini bidada Sebia akasema kwamba yule mwanamke mwenye uwezo wa kusafiri miaka na miaka basi ameweza kubadilisha historia na ndio mpaka leo hivi wewe unaweza kuishi. Kuna mlipuko mkubwa sana ulitokea katika jumba la kisayansi. Ule mlipuko ungesababisha watu wote sisi tuweze kufa, lakini wote tukaweza kupona. Lakini mwamba Seyang akasema kwamba amewahi kujaribu kubadilisha hatima, lakini kila alipojaribu kubadilisha aligundua kwamba hakuna matokeo mazuri ambayo yaliweza kutokea. Akamsimulia bidada namna ambavyo alijaribu kubadilisha hatima mara nyingi, lakini hakuna kilichoweza kutokea. Imekuwaje kwa huyu bidada ameweza kubadilisha? Lakini wakati wanaendelea kupiga stori za hichi kifaa cha muda, kumbe bwana kaka Jambazi alikuwa mitaa hiyo hiyo anaendelea kuwasikiliza tu. Walipogundua wanasikilizwa moja kwa moja wakaamua kuuchuna. Lakini wakati huo kaka muuaji alichukua bonge la spana akawa anataka kumpiga bidada Sebia katika eneo lake la kichwa. Ghafla tu yule mwanamke wa kusafiri katika muda akaweza kujitokeza na akagandisha kila kitu. Lakini huyu mwanamke wa miujiza alishtuka kwamba kuna nguvu nyingine ambayo inasogea katika mitaa hiyo. Haraka sana akawa amemshika huyu jamaa aliyekuwa anataka kumpiga mwenzake na spana. Ghafla tu yule mtu wa miujiza akajitokeza na kuweza kumsukumiza bidada wa miujiza mbali kabisa. Na hapa tunaonyeshwa kwamba kuna time traveler mwingine ambaye amekuja kumdhibiti bidada huku na wakaanza kukimbizana wakaelekea katika maeneo mengine kabisa. Lakini kaka Jambazi ile spana aliyokuwa anataka kumpiga nayo bidada Sebia, ghafla tu mwamba akaweza kujitokeza kwa mbele Seyang na akawa amepigwa yeye katika eneo la kichwa. Bidada Sebia kutaka kabisa kupoteza muda alimlamba risasi za kutosha yule jamaa ambaye ni kaka Jambazi. Moja kwa moja akamfuata mwamba Seyang na kuanza kumamsha pale. Bidada Sebia alikuwa akilia akimsihi mwamba asiweze kufa kabisa, lakini jamaa hutakaa uamini, hakuweza kabisa kubadili hatima ile, aliweza kufa mikononi pa bidada. Na watu walipokuwa wamesikia ule mlio wa risasi, moja kwa moja walikuwa wamefika eneo la tukio na kuja kugundua kwamba mwamba Seyang ameweza kupoteza maisha. Hakuna aliyekuwa ameamini. Sasa mwamba Sojuni huyu ndio mshikaji wake wa karibu kabisa, ila akawa anasikia taarifa kutokea katika simu. Na huyu anayetoa taarifa alikuwa ni mwenyekiti akimwambia kwamba jirani yako umekaa na mwanamke mwenye uwezo wa kusafiri katika muda. Sasa kumbuka kwamba wao wakumbuki tukio lolote lile. Wanajua kabisa kwamba wanamtafutaga mwanamke ambaye anasafiri katika muda kwa sababu wao wana kumbukumbu ya kwamba aliweza kuwasaidia. Na mara ghafla tu kila kitu kikaweza kuganda. Na hawa watu wa ajabu kutokea katika dunia nyingine wakaweza kujitokeza wote kwa pamoja wakamfuata mwamba Seyang pale chini na wakaanza kutumia yale mawe yao. Na waligundua kwamba damu ya mwamba ilikuwa inatiririka reverse, yani kinyume nyume. Hii inamaanisha kwamba jamaa amesafiri katika muda. Hasa jambo hili litasababisha jamaa aweze kufa vifo vingi alafu vyenye maumivu sana na vifo vyake vitakuwa vinajirudia. Ikabidi kutumia nguvu zao ili kumsababisha jamaa aweze kufa katika hali ya utulivu zaidi. Basi moja kwa moja walipoweza kufanikiwa, basi jamaa atakufa kwa amani. Mazishi ya mwamba Seyang yakaweza kufanyika na jamaa akazikwa kando kidogo ya baba yake. Wakajikuta kwamba wako wawili tu katika ulimwengu, yani bidada Sebia pamoja na mwamba Sejung aliyekuaga mume wake kabla. Moja kwa moja mazungumzo yao yakalenga katika kujenga familia na hapo wakajikuta wanakisi tu. Baada ya mwaka mmoja baadaye walifanikiwa kupata katoto fulani hivi kakike kazuri kweli kweli. Na mpaka kufikia hapa hawa ndio familia mpya ambayo itakwenda kuendeleza ulimwengu. Kumbuka kwamba mimi ni DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Ulikuwa na mimi kuanzia mwanzoni kabisa mwa recap yetu mpaka hapa tulipoweza kufikia finali. Mwamba Seyang ameweza kupoteza maisha. Bana, balali linalokwenda kuanza ni la moto kuliko hata hii hapa. Kumbuka kwamba unatakiwa kugusa alama ya kusubscribe kama bado hujafanya hivyo ili uweze kukutana na mimi katika recap zinazoweza kufuatia ambayo tutaanza nayo mwanzo mpaka mwisho ndani ya siku moja.